Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe, mtumishi wa Mungu. Kwa majina ninaitwa Ambassador Bishop Professor Dr. Matthew A. Justin au Mathieu Ezau Justin, na patikana kwenye nchi ya Malawi, na pia mimi ni mwalimu wa kimataifa. Tunakuwa na masomo ya kila siku, tunafundisha tukiwa live, pia tunafundisha kwenye mitandao mbalimbali. Na mara moja ninakukaribisha kwenye kozi yetu ya utangulizi wa maandiko. Utangulizi. Kozi hii ambayo inaitwa utangulizi wa maandiko au utangulizi juu ya maandiko inalenga kutoa uelewa wa msingi. Inataka mwanafunzi aelewe kimsingi zaidi juu ya maandiko matakatifu, ikiwa pamoja na kujua juu ya ukweli wa maandiko, historia kubwa juu ya Biblia na utangulizi juu ya uelewa wa mafunzo ya neno la Mungu. Hii ni kozi ya msingi kwa wanafunzi wote wanaosoma masomo yetu au wanaosoma kwenye vyuo vyetu vya kimataifa yaliyomo au introduction. Kozi hii imegawanyika katika sura 8, nadhani kwenye posta ambayo nimeituma mumeona tayari. Inaanza kwa kuelezea kwamba Mungu alijidhihirisha, Mungu alijionesha, alijimanifeste yeye mwenyewe kupitia maandiko. Ina maana kwamba bila maandiko hatuwezi kumjua Mungu, hatuwezi pia kujua ukweli kumuhusu Mungu. Hatuwezi pia kujua matakwa ya Mungu kwa mwanadamu. Kisha inaendelea kuelezea kuhusu uaminifu wa Mungu. Namna gani Mungu anakuwa ni mwaminifu kwetu. Na uaminifu huo unaonekana katika maandiko hayo matakatifu, yakihusisha pia uvuvio. Uvuvio ni namna gani maandiko yanatuvuvia, yanatu inspire katika kumwelewa Mungu, katika kujua namna gani Mungu alivyo mvumilivu, mtazamo na utoshelevu wa maandiko katika maisha na utawa au utauwa. Utauwa ni namna ya kujitoa kimungu. Katika sura zinazofuata, mada kubwa ambayo tutaizungumzia ni maandiko kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, yani Agano la Kale na Agano Jipya, yamegusiwa na kuzungumziwa kwa undani zaidi kabisa.